Watu watatu ambao ni waganga wa tiba asili wamekamatwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi kwa kujifanya madaktari bingwa wa Mama Samia na kutoa huduma za kitabibu katika vijiji mbalimbali vilivyopo katika halmashauri hiyo. Wakizungumza mbele ya mkuu wa wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi Onesmo Buswelu, waganga hao wamekiri kutenda kosa hilo kwa kuwapima watu na kuwapa majibu ya uongo kwa lengo la kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu. Kutoka halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, hii ni Wasafi Media na mimi ni Neema Huseni. Evansi Ndege ni mganga wa tiba asilia. Nilifika wilaya ya Tanganyika mwezi wa 3 tarehe 4 na nikaanza majukumu ya huduma tiba asilia. Niliwaita wadogo zangu kwa lengo la kunisaidia huduma hii ya tiba asilia. Nilianza shughuli hii kata ya Kalema nikiwa na wadogo zangu. Lakini tulipofika kata ya Katuma, mwenzangu mmoja aliomba akahudumie Kabatini mdogo wangu. Nilimruhusu kwenda kuhudumia Kabatini. Lakini pia mimi na mdogo wangu mwingine tulienda Igarura, kijiji cha Igarura, kutoa huduma ya tiba asilia. Kosa tulilofanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo. Hivyo najutia kuwa ni kosa la kisheria kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Dr. Alex Mrema ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, ambapo amesema baada ya uchunguzi watu hao walionekana kutumia vipimo vya kitabibu kutoa majibu ya uongo kwa wananchi huku wakiwapa dawa ya asili. Tulibaini mtoa huduma huyu alikuwa akitoa huduma za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala, nikimaanisha za kiuganga wa kienyeji, pasipokuwa pia na kibali kutoka halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kumruhusu kutoa huduma ile ndani ya eneo letu. Lakini vile vile tulibaini huduma hizi za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala alizokuwa akizitoa alikuwa na utaalamu wowote wa kutoa huduma za kitabibu. Tulimkuta akiwa na vipimo vya kitaalamu ikiwepo mashine kwa ajili ya kupima shinikizo la damu au pressure, lakini ilikuwa na vipimo kwa ajili ya kupima kiwango cha sukari kwenye damu, glucometer, ikiwa pamoja na strips zake. Lakini tulibaini akiwa na mashine ya pulse oximeter ambayo ilikuwa inapima kiwango cha oxygen kilichopo kwenye damu pamoja na mapigo ya moyo. Lakini katika kufuatilia tuligundua kwamba mtaalamu huyu hajui hata range ya kipimo cha sukari, ni wakati gani mgonjwa tutamtemu au tutamuona kwamba ana kisukari au hana, na ipi ni fasting blood glucose na ipi ni random blood glucose. Lakini tulienda mbele zaidi, tulipofika kwenye kipimo cha pulse oximeter, nilimuuliza kipimo hichi kinatumika kwa matumizi gani. Alitoa kauli ya kwamba kipimo hichi tunampima homa mgonjwa, lakini ilikuwa ni tofauti na matumizi ya kipimo kile. La mwisho tulilokuta ni kwamba walikuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, kwa sababu kuna watu walikuwa wakiwapa majibu ya vipimo ambavyo kwa kiuhalisia hawakuwa wamevifanya. Kwa hiyo kulikuwa na wananchi walikuwa na majibu ya MRDT yakiwa negative au positive, lakini hawakuwa na kipimo chochote cha kupima malaria. Kwa walikuwa wanatafuta majibu yao kichwani, wanaandika kama sehemu ya vipimo kwa wagonjwa. Walikuwa wamewekea kiwango cha joto ikiwepo centigrade 30, kiwango cha joto ambacho mwananchi wa kawaida hawezi kuwa na joto lile na akawa akiendelea kuishi. Lakini vile vile hawakuwa na kipimo cha thermometer ambacho kinaweza kikapima joto halisi. Katika upekuzi tulioufanya ni kwamba walikuwa wanatumia dawa zilizokuwa za mitishamba iliyokuwa imesagwa, imewekwa kwenye vichupa na ina lebo. Lakini vipimo walivyokuwa wanavitumia vilikuwa ni vipimo vya kitabibu, ila wakati wa kutoa matibabu au huduma walikuwa wanatoa huduma za asili. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amekemea vikali swala hilo, huku akiwataka watumishi kutotoa vibali bila kufuata utaratibu wala kujiridhisha kazi inayofanyika. Si sawasawa kufanya udanganyifu kwenye afya za Watanzania. Mmekutwa na mmekiri wenyewe kwamba mlikuwa mnawapa majibu ya vipimo ambavyo hamjawapima, na kwa msingi huo mnawapa dawa
za ugonjwa ambao hawana, ni kuhatarisha maisha Tanzania. Na kwa sababu walikuwa na vilipia, mnajipatia kipato kwa njia ya udanganyifu. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu, wenye nguvu, mnakuwa matapeli, mnakuwa wadanganyifu. Sio sawasawa kwenye nchi yetu, lakini kwenye wilaya yetu pia sio sawasawa mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili, ni watake watendaji serikalini kuanzia ngazi ya halmashauri kushuka chini, wasitoe barua ovyo za utambulisho bila kujiridhisha unayemtambulisha ni nani, ana sifa gani, na ukimtambulisha mfuatilie uko na kufanya nini. Lakini si mkazi wa Tanganyika ametoka huko alikotoka, unamfahamuje kule? Kwa hiyo hili timu ya wataalamu wetu hakikishe mnalizingatia.